Kwa pamoja. Al-aslu thani, msingi wa pili. Amara Allah bilijtima'i fi ad-din wa naha 'ani at-tafarruq fihi. فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. msingi wa pili, amara Allah bilijtima'i fi din. Allah amewaamrisha waislamu kuungana katika dini au kushikamana katika dini. wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, shikamaneni katika dini ya Allah kwa pamoja wala msifarikiane. Amara Allah bilijtima'i fi din. Allah ameamrisha waislamu kuungana katika dini, wanaha 'ani tafarruqi fihi, na amekataza au amewakataza kufarikiana katika hiyo dini. Wanaha 'ani tafarruqi fihi, na amewakataza kufarikiana, yani kutengana katika dini. Maana mpaka hapo unaipata ile wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. فبين الله هذا، akalibainisha Allah huu msingi, hadha al-asl. فبين الله هذا، akabainisha Allah huu msingi huu, bayanan shafian, ubainifu wenye kuponesha, tafhamuhu al-awam, wanaofahamu watu wa kawaida. wanahana an nakuna kalladhina tafarraqu, na akatukataza kuwa kama wale ambao wamefarikiana au walifarikiana, wakhtalafu, na wakakhtilafiana. wanahana, na ametukataza an nakuna kalladhina tafarraqu, kuwa kama wale ambao walifarikiana fi usuli din, yani katika misingi ya dini, katika masala ya tauhidi na aqida. wakhtalafu, na wakakhtilafiana katika furuu zile tanzu, mambo ya sala, zaka na mfano hayo. qabla yetu fahalaku, wakaangamia. wadhakara annahu amara almuslimin, na akataja kwamba Allah amewaamrisha waislamu bilijtima'i fi din, kuungana katika dini au kushikamana katika dini. wanahahum 'ani tafarruqi fihi, na akawakataza kufarikiana katika hiyo dini. wayaziduhu, na linazidisha, wayaziduhu, na linazidisha huu msingi au hii amri ya waislamu kuungana katika dini na kutofarikiana, wuduhan, katika hali ya uwazi, ma waradat bihi sunna, yale yaliyokuja katika sunna, min al-ajab al-ujab, katika mambo ya ajabu zaidi yenye kustajabisha. wayazidu, na linazidisha hii amri ya watu kuungana katika dini ya Uislamu, kuungana katika dini na kutofarikiana, wuduhan, katika hali ya uwazi, ma waradat bihi sunna, yale yaliyokuja katika sunna, min al-ajab al-ujab, katika mambo ya ajabu zaidi yenye kustajabisha. fi dhalika, katika hilo.
thumma sara al-amr, kisha limekuwa jambo ila anna al-iftiraq, kwamba kufarikiana fi usuli din, katika misingi ya dini, yani katika tauhidi na aqida, wa furu'ihi, na tanzu zake, yani mambo ya fiqhu. Huwa al-ilmu wal-fiqhu fi din, ndio ilmu na ndio fiqhi katika dini. Wasara al-ijtima'u fi din, na ikawa ile jambo la watu kuungana katika dini, la yaquluhu, halizungumzi hilo illa zindiqun au majnun, isipokuwa mnafiki au mwenda wazimu. Yani katika zama za shekhe ilikuwa hali iko hivyo, lakini zama zetu hizi taambiwa wahabi. Yarhamkallah. Sasa huu msingi wa pili, amara Allahu bilijtima'i fi din, Allah amewaamrisha waislamu kuungana katika dini. Wanaha ani tafarruqi fihi, na akawakataza kufarikiana katika hiyo dini. Ifahamike ndugu zangu, hii dini sio chama, sio ukawa, kwamba watu wamekaa fikra zao, sasa tukae sasa tutengeneze umoja wetu kwa lengo fulani. Sasa amri ya watu waislamu kuungana katika dini si jambo ambalo litakuwa ni lenye kufikirika katika fikra zetu sisi, kwamba sasa tutengeneze utaratibu. Wewe unasemaje? Mimi nasema Abubakari kafiri. Twende. Lakini unasema wewe ni Muislamu. Ndio. Twende tukae. Wewe utume unaendelea. Twende. Lakini unasema Muislamu. Wewe unasemaje? Mimi nasema inajuzu kwenda kuomba kwenye makaburi. Sawa. Tumtoe Myahudi bwana, wanatusumbua sana. La, jambo hilo halipo katika dini hii. Ad-din. Al-Imam Ibn Qayyim alayhi rahmatullah anasema majmu'atul aqwal wal af'al wal i'tiqadat jaat biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni mkusanyiko wa matamko na vitendo na itikadi alizokuja nazo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ndio dini. Ni mkusanyiko wa matamko na vitendo na itikadi alizokuja nazo Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio maana ya dini. Kwa hiyo wewe unatuambia kwamba tuungane waislamu, tuungane katika dini, tumefarikiana hivi na hivi. Tuungane katika dini ipi? Kama ni dini ya Kiislamu, basi kuna mwongozo wake ambao sisi tumewekewa na sheria. Sio tukae tu tupange tu tuwaze tu tuone kwamba tunafanya hivi, tufanye hivi, tuondoshe ikhtilafu zetu hapa na pale. Hapana. Lazima watu waislamu wote wawe katika ile dini aliyokaa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Lakini pia nizungumze ya kwamba suala la huu umma kufarikiana, hii ni katika sunnatun kauniyya ambayo Allah tabaraka wa taala alikwisha ikadiria upatikanaji wake. Ni katika mambo ya ajabu ya kustaajabisha, na utadhihirisha upungufu wako wa kitaaluma utakapokuwa unalalamika, Waislamu tumefarikiana sisi hivi na hivi. Alafu unazungumza katika sura ambapo haupambanui unakusudia nini.
itakuwa ni tatizo. Au utakuwa unaelewa lakini kuna unalolikusudia makusudi. Huyo ana kundi lake huyo, lakini kuna anachokikusudia, anataka wewe akuweke katika laini yake. Analo kundi lake huyo, muongo huyo. Wewe mtafute, nenda naye, mfuate nyuma. Tahamaki unaweza kutameingia kwenye matablighi. Huyo anatoka siku 40, siku 3. Si huyo. Utamfuata mara ikhwan. Si huyo. Umfuata Shia, Sufi. Lazima awe ana kundi lake. Muongo huyo. Anataka kukutia upumbavuni bure tu. Kwa hiyo sasa ifahamike kwamba huu umma kufarikiana ni jambo ambalo Allah tabaraka wa taala alikwisha likadiria. Wajibu wako wewe ni kutambua kundi lipi ambalo litakuwa salama kwa mujibu wa Allah na mtume wake. Sifa zake ni zipi? Sifa zake ni hizi na hizi. Kwa hiyo ukifahamu zile sifa zake itakuwa ni sahali. Kama Allah akijalia, nikimaliza hii haraka nataka tusomeshane mahiya salafia, lakini nitasomesha milango tu ili kupeana zile baadhi ya sifa za hili kundi. Kitabu ya mahiya salafia nitasomesha milango tu. Natamani nikimalize kwa haraka hiki ili nije tusomeshane ile milango yake tu, kama siku zitaturuhusu uwepo hapo. Kwa hiyo almuhimu ifahamike kwamba suala la huu umma kufarikiana ni jambo ambalo limekwisha hukumiwa. Si mimi wala si wewe atakayeweza kuliondosha. Yani wewe uwezi kukaa ukasema kwamba kwa sasa sitaki katika dunia hii kuwe apatikane kharijiyun au Shia au Sufi. Uwezi, sababu ni jambo ambalo Allah asharikadiria. Sasa wewe pambana kujua kundi lipi liko sahihi basi. Alijtimaa inakuwa aina mbili. Alijtimaa fi din, alijtimaa al-abdan. Alijtimaa fi din yani kuungana katika dini. Ikawa nyinyi mmekutana kama hapa, au mwingine yupo Kigoma, huyu sijui yupo Chunya huko, huyu yuko Mtwara, huyu Fakara, lakini wote ni masalaf. Nyinyi hapo kuna alijtimaa fi din, kwamba wote mpo katika manhaji moja. Sababu aljamaa ma wafaqa ta'ata Allah wa in kunta wahdak. Jamaa ni ile ambayo imeafikiana na taa ya Allah hata kama ukiwa peke yako, kama kauli ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kwa hiyo wewe ukiwa huko Simanjiro ndani huko, wewe na mkeo ndio masalafi nyie pale, basi nyie ni jamaa. Nyie pale ni jamaa. Watu wote pale, kama si Waislamu au kama ni Waislamu wengine sijui Sufi au sijui nani, nyie ndio jamaa. Wewe na mkeo au wewe peke yako. Yaqulu Allah tabaraka wa taala, inna Ibrahima kana umma. Hakika Ibrahim alikuwa umma. Kwa aljamaa ma wafaqa ta'ata Allah wa in kunta wahdak. Jamaa ni ile ambayo imeafikiana na taa ya Allah hata kama ukiwa peke yako. Kwa hiyo usitatizike popote utakapokuwapo, uko wewe na mkeo na mwanao, lazimiana na manhaji hii ya wema waliotangulia. Wewe ni jamaa,
usitafute wingi, sio kundi la siasa hili kwamba tutafuta wingi tupate kuungwa mkono. Wewe simama katika haki iliyothibiti mpaka Allah akufishe katika hali hiyo. Usiumbishwe na jamii ile iliyokuzunguka, kwa sababu baba yuko kadha, mama yuko kadha, jamii yuko kadha. Na tukizungumza hivi hatumaanishi sasa kwamba watu wawe watovu wa nidhamu kwa wazee wao au walezi wao, kwa majirani zao. La, lazima zile haki za majirani zichungwe, haki za wazazi walezi wakubwa, haki ya dola, haki ya jamii kwa ujumla wasiokuwa Waislamu lazima zichungwe. Haya ni mambo ambayo yapo kwa mujibu wa sheria. Lakini tunachokizungumza hapo kwamba wewe usiumbishwe na kuiona ile jamii iko kinyume na wewe, ukaona sasa kwamba sasa mimi nimekuja hapa nashindwa hata kufundisha, basi ngoja nikubaliane nao hapa, tuanze hapa kupiga dufu, au tuanze sasa ili nipate watu wa kuwafundisha hapa, halafu nitaanza kuwalingania taratibu. La, mfundishe mkeo. Huna mke, fanya subra, tuli, fanya ibada zako, muombe Allah, amka usiku, Allah afungue watu wa mji. namna hiyo. Kwa hiyo arijtimau fi din, kadhalika arijtimau al-abdan, kuungana kwa viwiliwili. Ikawa manake nyinyi mpo katika dola moja, utawala mmoja, mpo chini ya utawala wa Kiislamu. Kwa hiyo inakuwa alijtimau al-abdan, ndio hivi. Lakini ifahamike kwamba alijtimaa yakunu ala thalathati umur. Watu kuungana au Waislamu kuungana katika dini inakuwa katika mambo matatu. Alijtimau ala alhaqi wa bilhaqi wa lilhaqi. Alijtimau ala alhaqi wa bilhaqi wa lilhaqi. Alijtimau ala alhaqi, kuungana juu ya haki, yani ala manhaji salaf. Watu muungane, muunganiko wenu uwe kwa mujibu wa ufahamu wa wema waliotangulia, usimame katika misingi ya kitabu na sunna, ala fahmi salafi al-umma. Kwa hiyo ndo alijtimau ala alhaqi, yani ala manhaji as-salaf. Sio kuungana kasa katika kama vile miunganiko ya vyama vya kisiasa kwa lengo la kutoa chama labda ambacho kipo mamlakani. Hilo jambo lisiwepo. Muungane kwa haki, wote muwe masalafi. Sasa hili jambo linakuwa ni jepesi sana kwetu sisi. Walhamdulillah, sisi wote hapa ni masalafi. Kwa hiyo alijtimau ala alhaqi, kuungana katika haki, kwetu sisi hapa linakuwa ni jepesi sana. Lakini sasa kazi itakuja hapo wabilhaqi walilhaqi. Hapa wote mnaweza kama ni masalafi markazi, hapa mkao meungana ala alhaqi maka ala manhaji salaf. Lakini wabilhaqi, alijtimau bilhaqi, kuungana kwa sababu ya haki, sio kwa sababu ya ukabila au rangi
au makazi, yani sehemu nyie mnaishi, kwamba nyie mnaungana hasa kwamba sisi Wapare, sisi jumuiya ya Wachaga, sisi jumuiya ya Wamachame, jumuiya ya Wamakonde. Sasa akija Mwera, akija Msukuma, sisi hapa Wapare sisi. Hakuna katika Da'watu Salafia jambo kama hilo. Hakuna ukabila hapa. Kuna Mngoni, kuna Mnyakyusa, kama kuna Masai, kuna Mwera, kuna Makonde. Huyo ni ndugu yenu katika imani, lazimiane naye, sababu undugu katika imani ni undugu ambao ni mukaddam, unatangulizwa juu ya undugu katika nasaba. Mheshimu ndugu yako katika imani, kuwa makini naye, ni undugu ambao unatangulizwa juu ya undugu katika nasaba. Kwa hiyo tuacheni ukabila. Masalafi katika vitu ambavyo vinatusumbua ukabila. Hili jambo lipo katika markazi nyingi za kisalafi, linatusumbua. Ukienda hapa utakuta hawa Makonde wa Makonde, wa Mwera wa Mwera, wa Mwera A, wa Makonde A, sijui Wachaga A, Wapare A, sijui wa Masai A. Yani ni mashaka tu, ukabila. Hili jambo linatutafuna masalafi hivi sasa. Nawaambia tupo katika homa hii, masalafi natuumiza. Kama hapa Allah ameiepusha hii homa, basi muhimidini Allah tabaraka wa taala, na mumuombe Allah asilete hii homa. Lakini hii ni homa ambayo inatafuna jamii ya masalafi. Au rangi au makazi, ikawa sasa labda watu hawa, kwa sababu watu wa pwani wajiona sasa wao ndio bora, kwa sababu yani mtu wa Tanga au Dar es Salaam au Zanzibar, Unguja na Pemba, Mafia, sasa wanajiona bora, yani kama vile dini sasa ndio kule ilikochimbuka sasa. Kwa hivyo wao ndio wastahiki, alafu wale watu wa bara wakina nani wale wa bara tu, wale wana nini wale? Mtatizo hili lipo. Basi tahamaki, watu wa bara leo hii wamekuwa ndio watu ambao wameishika dini barabara kuliko ni watu wa pwani. Ukienda miji ya pwani ni usufi tu, hamna kitu, usufi tu. Da'watu Salafia iko hafifu sasa hivi kidogo, ndio inakuwa na ile kuwa walau kidogo, lakini bado ukienda katika baadhi ya miji ya pwani hali ni dhaifu. Na kwa kadri unavyosogea mbali na bahari ndio unakutana na ile nuru ile ya Da'watu Salafia. Kadri unavyosogea, leo mkija kule kusini, ukifika pale Lindi, Mkoani na Mtwara, ukiangalia hali ya Da'watu Salafia ni tofauti kabisa. Toka sasa sema naenda Ruangwa, bara hiyo tayari hapo. Unaenda Nachingwea huko wilayani huko mbali huko. Unaenda Newala, Tandaimba, Masasi, mashallah. Utajisikia faraja. Sasa hakuna kudharauliana kwa sababu ya ukazi, kwamba watu ukanda wa pwani wakajiona ndio wabora kuliko ni watu wa bara. Hili jambo halipo, ni katika mambo ya kijahilia. Ukazi haumtakasi mtu. Inna akramakum inda Allah atqakum, hakika mtukufu wenu mbele ya Allah ni yule mcha Mungu wenu yeye. Sasa hili ni jambo ambalo linatutafuna sisi masalafi. Kwa hiyo arijtimau ala alhaqi wa bilhaqi wa lilhaqi, na kwa ajili ya kuinusuru haki, yani linusrati alhaq, kwa ajili ya kuinusuru haki.
walilhaqi ay linusrati alhaq, kwa ajili ya kuinusuru haki, sio kumnusuru ile ndugu yako kwa sababu unamtambua, unatoka naye kumoja au uko naye hapa, kafanya dhulma, kamfanyia mtu hapo mji hapo, alafu wewe unamtetea. La yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa, usiwapelekeni kule kuwachukia watu kutofanya uadilifu. Fanyeni uadilifu. Kufanya uadilifu kupo karibu zaidi na uchamungu. Wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba, mnapozungumza fanyeni uadilifu, hata kama ikiwa mnazungumza juu ya watu wenu wa karibu. Mwanao kafanya upuuzi katika ndoa, mtoto wako wa kike, nasikiliza ile kesi, mwambia mwanangu, si sahihi, huyu ni mumeo, haukutakiwa wewe ufanye kadha 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 kadha, siwezi kukupendelea. Sio anakuja pale na upuuzi wake, ushafahamu wanaume wengi asikusumbua yule, ulikuwa unakula hapa sasa, si atamaliza wanaume. Fanya uadilifu, zungumza haki kwamba mwanangu, huu ni upuuzi uliofanya, huu usifanye hivi, huu ni mumeo, huyu hautaki wewe ufanye hivi. Baba mkwe, hivi ulivyofanya sivyo, hapa itakiwa ufanye 1 2 3. Kuwa mwadilifu. Ndugu yako amekosea hapa, ni salafi mwenzako amemkosea, sufi kaja hapa kuswali, umwambie ndugu yangu, hapana, sivyo, huyu ni Muislamu. Lakini sio Muislamu, huyu naye ni mwanadamu, ana haki. waqulu linnas husna, Allah anasema huyu naye ni mwanadamu, hautaki wewe umdhulumu kwa kauli au kitendo, si sahihi. Wewe ni ndugu yangu, ni salafu mwenzangu, lakini kauli hii si sahihi kwa yule mtu yule, au kitendo hiki si sahihi kwa yule mtu. Kwa hiyo tupeane nusura, kwa lengo ni kuinusuru ile haki, sio kunusuru dhulma, kufanyiana ile dhulma na uadui. Ile jambo halitakikani katika Uislamu. Kwa hiyo alijtimau, kuungana katika dini, kunakuwa katika mambo matatu: ala alhaqi wa bilhaqi wa lilhaqi. Ala alhaqi manake ala manhaji as-salaf, wa bilhaqi yani la ala alqabila au al-lawn au al-makan, yani kuungana kwa sababu ya haki, sio kwa sababu ya ukabila au rangi au ukaazi. Walilhaqi ay linusrati alhaqi, kwa ajili ya kuinusuru haki, sio kwa kunusuriana katika ile dhulma na ujeuri, ule uadui. Anachokusudia Sheikh Allah amrehemu katika huu msingi, bayanu wihdati aljamaa, kubainisha kupwekeka kwa kundi, watahdhiru anil jamaati, na kutahadharisha umakundi. Bayanu wihdati aljamaa, kubainisha kupwekeka kwa kundi, watahdhiru anil jamaat, na kutahadharisha umakundi au aliftiraq, watahdhiru anil iftiraq, naweza kusema hivi. wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, kwamba hii ndiyo njia yangu iliyonyooka, ifuateni,
msifuate majia mbalimbali yatakayowafarikisha kuiacha njia yangu. Kwa Allah tabaraka wa taala amejalia kundi ni moja tu, njia ni moja tu. Ama mtu azungumze kwamba unajua sisi Waislamu faraka zetu ni kama jua, ile miale yake, mwangaza wake ule unachomoza, wengine unapiga kule, wengine unapiga kule, unapiga kule, mashariki kwa magharibi, kadha kadha kadha, lakini asili ya ile miangaza, ule mwangaza ni sehemu hii moja. Kwa hiyo hakuna tatizo. Hilo jambo halipo. Ujio huyo ni katika manhaji ile ya Ikhwan. Analingania watu tuwe katika manhaji ile ya Ikhwan Muslimun. Kusanya tu, siju kundi kadha basi. Kwa hiyo kinachohitajika watu kushikamana na kundi moja ambalo Mtume SAW amelielezea, ma ana alayhi al-yawm wa ashabi, ni wale watakaokuwa kama nilivumie hii leo na masahaba wangu. Katika matendo yako, katika maneno yako, katika itikadi zako ziwe kama zile alizokuwa nazo Mtume na masahaba zake. Basi wala usipate shida. Kwa hiyo hili alilifanya Mtume ndio au hapana? Hili lilikuwa vipi? Ndio lilikuwa kadha, halikuwa kadha. Basi mbona jambo ni jepesi tu, kuna shida gani? Kwa hiyo almuhimu kwamba ifahamike kwamba huu msingi wa pili Sheikh anachokusudia bayanu wahdatil jamaa, kubainisha kupokeka kwa kundi, wa tahdhiru anil jamaat, na kutahadharisha kutokana na umakundi. Sasa mtu anaweza akasema kwamba mbona nyie mko pia katika makundi, sijui hawa wanajifanya kadha, hawa sijui wanajita masalafi, hawa kadha. Haya takuja kutatoa maelezo katika ile mahiya salafia, katika zile nukta zile zake zile. Ndio nimetaka ile risala, Allah akitaka tutasomeshana. Kwa hiyo sasa hapa nikirejea kwa uchache pale aliposema ويزيده وضوحا ما وردت به سنة من العجب العجاب في ذلك ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين kisha likawa jambo la kufarikiana katika misingi ya dini wa furu'ihi na tanzu zake huwa al-ilm wal-fiqh fi ad-din, ndio ilmu na ndio fiqh katika dini. Yani leo hii baadhi ya watu wamefikia hatua kuzungumza kwamba huku kufarikiana kwetu huku ni maendeleo ya kiilmu, kwamba watu tumeendelea, tuna ilmu, kwa hiyo hakuna tatizo. Huyu akijiita salafi, huyu akijiita khariji, huyu akijiita tablighi, huyu kadiani, huyu shia, huyu kadha, ni maendeleo ya kiilmu. Haya maneno mimi nishapata kuyasikia kwa mmoja katika watu ambao ni wazito sana katika hii daula. Hadahu Allah, ni mtihani sana. Kwa hiyo si sahihi. Allah tabaraka wa taala hajaamrisha sisi kufarikiana. Wasara alijtimau fi dini, kule na imekuwa kule kuungana katika dini, la yaquluhu illa zindiqun au majnun, isipokuwa mnafiki au mwendawazimu. Sisi tunapolingania kuungana katika dini, kama tulishatoa maelezo hapo awali kwamba kuungana
katika haki, yani kuko juu ya haki. Ala alhaqi wa bilhaqi wa lilhaqi. Alijtimau ala alhaqi wa bilhaqi wa lilhaqi. Bas. Kwa hiyo sisi twalingania watu kuungana katika ile haki iliyokuja kwa mujibu wa Allah na mtume wake na ufahamu wa wema waliotangulia. Sio mtu atuletee mambo yake ya ajabu ajabu huko alafu atake sisi tuungane naye. Hilo halipo. Mtu anakaa anafikiria eti kwamba akiambiwa anasema ile anafanya dhikri akiulizwa dalili iko wapi, Allah anasema ihdina siratal mustaqim. Ufahamu amekupa nani wewe? Yani ile ihdina siratal mustaqim ndio imetoka. Kwa hiyo mkisikia hawa anafanya hivi maana yake dalili iko kule ihdina siratal mustaqim. Sasa huyu ndio mtu wa kuungana naye. Mambo ya ajabu kabisa haya. Au mtu katika ile Ramadhani ile tarawih unasema zile subhanallah bihamdi subhanallah, wanapiga wanaimba. Dalili iko wapi? Allah anasema fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba. Sala an-nabi. Sasa kuna dalili hapa. Aya hii ilimshukia nani? Baba yako ndio alivyoifanyia kazi hivi. Vitu sasa ndio tutaungana katika dini hapa. Sasa tutaungana ala alhaqi wa bilhaqi wa lilhaqi. Nasallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Hakuna maswali, muda umeondoka sana.